Jeshi la Marekani limetangaza kuwa mwanajeshi mwingine wa Marekani ameuawa huku mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuongezeka kwa kasi katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, hali inayozidisha hofu ya kutokea kwa vita vikubwa vya kikanda vinavyoweza kuyahusisha mataifa mengi zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani iliyotolewa jana Jumapili, Julai 19 mwaka 2026, mwanajeshi huyo alifariki dunia kaskazini mwa Iraq wakati kikosi cha jeshi kilipokuwa kikitekeleza operesheni ya kulipua kwa udhibiti mabaki ya kifaa cha mlipuko kutoka kwenye drone ya Iran iliyokuwa imeangushwa awali. Drone hiyo ilikuwa ni ya mashambulizi ya kujitoa ambayo hutengenezwa kwa lengo la kujigonga moja kwa moja kwenye shabaha na kulipuka. CENTCOM imeeleza kuwa baada ya drone hiyo kuangushwa, wataalamu wa kutegua mabomu na vilipuzi walitumwa kuhakikisha mabaki yake hayaendelee kuwa tishio kwa wanajeshi waliokuwa katika eneo hilo. Hata hivyo, wakati wa operesheni ya kulipua mabaki hayo kwa usalama, kulitokea mlipuko uliosababisha kifo cha mwanajeshi mmoja wa Marekani, huku mwanajeshi mwingine akipata majeraha. Mwanajeshi huyo aliyejeruhiwa alipatiwa matibabu na hali yake imeelezwa kuwa si ya kutishia maisha. Tangazo hilo limeongeza idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha katika mzozo huo katika kipindi kifupi, huku Washington ikiendelea kuongeza tahadhari katika kambi zake za kijeshi zilizopo Iraq, Syria, Jordan na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Wakati huo, CENTCOM imetoa taarifa mpya kuhusu shambulio kubwa la kombora la Iran lililotokea nchini Jordan, ambapo wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa na mwingine kutangazwa kupotea baada ya kituo cha kijeshi kushambuliwa kwa makombora ya ballistic. Jeshi la Marekani limesema kuwa baada ya kufanya msako wa kina katika eneo lililoharibiwa na shambulio hilo, wanajeshi wamefanikiwa kupata mabaki ya mwili ambayo bado hajatambuliwa. Kwa sasa mabaki hayo yanafanywa uchunguzi wa kisayansi na vipimo vya utambuzi wa vinasaba ili kubaini kama ni ya mwanajeshi aliyekuwa ametangazwa kupotea tangu kutokea kwa tukio hilo. Maafisa wa jeshi wameeleza kuwa eneo hilo liliharibiwa vibaya na nguvu ya milipuko ya makombora ya Iran, jambo ambalo lilifanya shughuli za uokoaji na msako kuwa mgumu na kuchukua muda mrefu. Wamesema uchunguzi utaendelea hadi utambulisho wa mabaki hayo utakapokamilika na familia ya mhusika kupewa taarifa rasmi. Mbali na Iraq na Jordan, mapigano yanaendelea kuathiri maeneo mengine mengi katika Mashariki ya Kati. Nchi mbalimbali zimeongeza ulinzi wa anga na kuimarisha usalama wa miundombinu kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Nchini Jordan, jeshi limethibitisha kuwa limefanikiwa kuzuia na kuyaangusha makombora kadhaa ya Iran yaliyokuwa yakivuka anga ya nchi hiyo. Kuendelea kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran kumeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa maelfu ya wanajeshi wa Marekani waliopo katika vituo vya kijeshi Mashariki ya Kati. Marekani imekuwa na uwepo mkubwa wa kijeshi katika Iraq, Syria, Jordan na mataifa ya Ghuba kwa miaka mingi, lakini sasa vikosi hivyo vinakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya makombora na drones na silaha nyingine za masafa marefu. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaeleza kuwa matumizi ya makombora ya ballistic pamoja na drones za mashambulizi yanaonyesha kuwa mzozo huu umeingia katika hatua mpya yenye uwezo mkubwa kusababisha madhara makubwa kwa pande zote mbili. Wanaonya kuwa kila shambulio jipya linaongeza uwezekano wa hatua za kulipiza kisasi, jambo ambalo linaweza kusababisha vita kupanuka zaidi. Pamoja na hali hiyo, juhudi za diplomasia zinaendelea kufanywa na mataifa mbalimbali pamoja na mashirika ya kimataifa ili kupunguza mvutano. Hata hivyo, hadi sasa kuna dalili za wazi kwamba Marekani na Iran ziko tayari kusitisha mashambulizi hayo, huku kila upande ukiendelea kusisitiza kuwa utajibu hatua yoyote ya kijeshi itakayochukuliwa dhidi yake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.